Karibu katika season ya pili ya Kayo XY, tamthilia nzuri ambayo tulikwenda kuianza kuanzia kipande cha kwanza mpaka cha 5 na sasa tunaanzia cha kwanza tena katika season ya pili. Na tulipokuwa tumekomea katika season ya kwanza ni maana baada ya kumuona Kayo akiwa amekubali kuenenda katika familia yake mpya. Hatukujua ni kwa nini, lakini ukweli ni kwamba Tom ndiye alikuwa amemshauri Mwamba aende katika hiyo familia yake mpya. Na yule Mwamba aliyekuwa amempokea katika lile jumba lenye ulinzi mkali ndio babake na Kayo. Ndakueleza ni kwa nini yule ni babake na Kayo, lakini pia wale watu waliokwenda kumchukua na kujifanya kwamba ni wazazi wake ni watu ambao walikuwa wametumwa na baba yake na Kayo. Hata yule Tom ni mfanyakazi mwaminifu kabisa wa Adam Berry, baba yake na Kayo. Iko hivi, kuna kipindi Kayo na rafiki yake Dakrin walipotembelea chuo cha Washington, walikuja kugundua kwamba kuna picha ambayo inafanana sana na Kayo. Yule alikuwa akionekanika alikuwa anaitwa Adam Berry, ambaye ndio huyu mtu ambaye Kayo ameweza kufikia kwake. Hasa Adam Berry ndio mtu wa kwanza kugundua hii mitambo ya kuweza kuzalisha binadamu, na lengo lake lilikuwa ni jema tu, lakini bahati mbaya sana wale watu wa kampuni wakaja kushtukia mpango wake na wakawa na mpango wa kuzalisha watu wabaya. Kwa hiyo alichokuwa amekifanya Adam Berry ni kumwagiza Tom aende akamtoroshe Kayo kutokea katika ile mitambo ambayo watu wa kampuni walikuwa wamemnyang'anya ili lengo waweze kumtumia Kayo vibaya. Hasa bana, kwa nini Kayo alikuwa akionekana sawa kabisa na yule mtu alikuwa anaonekanika katika picha katika maeneo ya Washington kwa maana ya Adam Berry? Ni kwa sababu mbegu za babake na Adam Berry ndio zilizoweza kumtengeneza Mwamba Kayo peke yake. Kwa hiyo Mwamba Kayo ni kopi halisi kabisa ya Adam Berry na yeye ndio babake kamili, yani huyu anaga baba na mama bali ana baba peke yake. Hasa kufikia hapa ndo tunaweza tukaendelea na tamthilia yetu kutokea katika season 1 ambayo tumekwenza kuitazama. Sasa tunakwenda kuitazama season 2 hii hapa. Mpaka kufikia hapa tunajua wote kwamba Tom ni kibaraka wa Mwamba Adam ambaye anafanyia kule kazi katika kampuni kwenda kuwachunguza na kujua mipango yao yote. Kumbuka kwamba Adam Berry hataki kabisa watu wengine waweze kuzalishwa, na tumeona katika kampuni kuna bidada anazalishwa. Na lengo la kampuni ni kuzalisha watu wabaya. Kwa hata huyu bidada anayezalishwa hapa bila shaka atakuwa ni mbaya na nusu. Na mzee Adam akamweleza Kayo kuwa anatafutwa sana na watu wa kampuni na lengo lao ni kuweza kumua kwa sababu Kayo hatumiki katika mambo mabaya. Na sasa mzee Adam ili kumwandaa Kayo kukabiliana na changamoto pindi zitakapokuwa zinamkuta, basi akamfundisha namna ya kutumia uwezo wake wa ndani. Na kuna vitu akaanza kumfundisha Kayo, akawa na uwezo wa kuishika glasi ambayo hata akikaribia tu ina uwezo kusogea. Lakini pia akiwa katika nyumba hii alipewa utaratibu wa kuweza kuwasiliana na familia yake japokuwa kwa dakika 2 tu, na haitakiwi kuzidi hata kidogo. Na yote ni kwa sababu nyumba anayokaa mzee Adam ni nyumba ambayo ina faragha kubwa sana. Haitakiwi kabisa mtu yote kuweza kugundua kuna mawasiliano yoyote yanatokea katika nyumba hii. Hasa lakini siku ya leo wakati Kayo anafanya mawasiliano na familia yake, alikuja kushtuka kwamba ni kama vile mzee Adam alikuwa ameanguka. Mzee akasema kuwa anapozidi kutumia nguvu zake anakosa nguvu. Kwa mpaka kufikia dakika hii tunagundua kwamba baba yake na Kayo pia naye ana uwezo. Hasa tujajua ni kwamba je, alitengenezwa katika maabara au yeye ni binadamu wa kawaida. Ila alimueleza Kayo wazi kuwa Kayo ana uwezo mara 100 zaidi kuliko uwezo wake. Lakini muda wa maongezi ukawa ni mwingi sana, akawa amejisahau kabisa kwamba kule alikuwa ameacha simu ikooni, na kitu ambacho ni hatari zaidi wanaweza kawa track na kugundua wapi ambapo walipo. Kayo akaomba aondoke katika nyumba hii, lakini mzee huyu akasema kwamba yeye hawezi kuondoka katika nyumba hii kwa sababu anaamini kwamba kama akiendelea kumfundisha Kayo basi Kayo atakuja kuwa bora zaidi. Lakini hakuna asiyejua kwamba mawasiliano ya muda mrefu ya simu yanaweza kurahisisha wale watu wa kampuni kugundua wao wako wapi. Kesho yake tena mzee Adam akaendelea kama kawaida kumfundisha Kayo namna ya kutumia uwezo wake, lakini siku ya leo Kayo uwezo wake ulikuwa unazidi mpaka glasi zinapasuka. Lakini katika dakika za kuhesabu tu risasi ikawa imesikika na mzee Adam akawa ameanguka chini. Kumbe tayari watu wa kampuni walikuwa wamefika eneo husika. Huwezi kuamini Kayo anampoteza babake siku ya pili tu baada ya kuweza kujuana. Lakini wakati huo huo Mwamba alikuwa ameweza kufika Tom na kuweza kumsaidia Kayo. Baada ya Tom kushuhudia kuwa Mwamba Adam rafiki yake wa karibu ameweza kuuawa, basi alikasirika sana na aliamua kwenda kufanya vilipuzi katika lile eneo la kampuni ambako watu wanazalishwa. Lakini Mwamba Tom katika misheni hii hakutaka kabisa kuambatana na Kayo, ila Kayo alikuwa akimvizia Tom kinyume nyume, na mwisho wa siku alipoweza kufika katika ile kampuni, basi Mwamba kaendelea kutega mabomu kila sehemu. Hasa unajua kwamba Tom alikuwa hajui kwamba kuna binadamu mwingine ambaye anazalishwa hapa wa kike katika hii kampuni. Siku ya leo katika kutembea tembea humu ndani na anatega mabomu ndo akaja kushtukia kwamba kuna mwanamke ambaye anazalishwa. Hasa maajabu ni kwamba Kayo naye alikuwa akimfuatilia Tom yuko wapi. Akazidi kufuatilia katika CCTV kamera na akaweza kugundua Tom yupo katika chumba fulani. Ila alipozidi kusogea katika chumba hicho, ile Mwamba anafika tu katika mlango, akaanza kuyasikia mapigo ya moyo ya mtu ni kama vile anaojilani naye ama anafahamiana naye. Lakini pia hata yule dada naye mapigo yake ya moyo yakaanza. Kayo akajikuta anazubaa sana katika ile eneo la mlango. Kumbe Mwamba Tom akatoka na kuweza kumpiga na kitako cha bunduki. Mwamba kama ameanguka chini, akamtoa nje na kumwambia kwamba mule ndani imetega mabomu, kila kitu kinakwenda kusambaratika. Lakini Kayo alitamani sana kwenda kumsaidia yule dada, lakini kwa bahati mbaya mlipuko ukawa umeweza kutokea. Baadaye kidogo Tom na Mwamba Kayo akawa amekaa wanazungumza. Mwamba Tom akawa anamueleza Kayo kuwa wewe unatakiwa kujifunza katika ile nyumba ya Mwamba Adam na unatakiwa kuwa bora kuliko vile unavyojidhania. Lakini Kayo akasema kwamba mimi nachagua kuirudia familia yangu kwa maana kule familia ya Nicole. Na Tom hakuwa na namna yote ya kuendelea kumlazimisha Kayo aende akapate mafunzo katika ile nyumba ya Mwamba Adam ambaye ameweza kufariki. Lakini Kayo akawa amerudi
hadi nyumbani, familia nzima walijikuta wanafurahi kweli kweli, hasa huku katika maeneo ya mapori kama ambavyo tuliweza kumwona Kayo alivyotokaga uchi. Kumbe naye huyu bidada naye akawa anatoka uchi katika maeneo haya. Huyu bidada tumuita Jessie XX akaendelea kulandalanda katika mitaa, na wakati huo anaonekana akiwa amevaa koti. Kumbuka kwamba huyu ametengenezwa kama mashine ya kazi, yani huyu ni roho mbaya kupindukia, na hata hilo koti alikuwa amelivaa alilipata baada ya kuweza kumfanyia mtu mmoja unyang'ao. Wakati akiwa katika eneo hili alizidi kumshika bibi mmoja katika mashavu yake, alikuwa akitabasamu, na wakati huo mapigo yake ya moyo yakaongezeka, na kumbe Kayo alikuwa yuko jirani yake. Kumbe huyu bidada bana, yeye ana uwezo wa kusense Kayo popote pale alipo, kwa sababu hawa ni viumbe wanaofanania. Lakini upande wa Kayo pia naye alikuwa amehisi mapigo yake ya moyo yameongezeka sana, akamtazama huyu bidada ila akapotezea tu na kaondoka zake. Hasa unajua bidada alilipataje lile shati bana? Hebu ngoja nikupe story ilivyokuwa. Bidada baada ya kutoka katika ile maeneo ambayo alikuwa akitengenezwa kisayansi, basi alipokuwa akitembea huko polini alimkuta mzee mmoja hivi akiwa anapiga gambe vibaya mno. Mzee kuona kwamba kuna bidada amekuja uchi akajua bana si mambo ndo haya bana. Mwamba akaanza kumpapasa bidada na kumgusa kwenye papuchi. Bana bidada akamchapa moja tu. Mwamba akawa amekata moto pale pale, na bahati mbaya ni kwamba watu wa kampuni walikuwa wanafanya tracking kugundua je bidada yuko hai au hayuko hai baada ya ule mlipuko, lakini walikuja kugundua kwamba bidada yuko hai. Lakini walishangazwa na uwezo mkubwa sana wa bidada baada ya kukuta kuna kisu kimechomekwa katika mti na kimetokea upande wa pili. Mwamba Tom akaenda kuifuata familia ya Kayo, na hapa akamweleza Nicole kwamba kuna watu wanaomtafuta sana Kayo kwa sababu hawa wanataka kuja kumtambaratisha mazima. Lakini Mwamba akatamani pia amwambie kila kitu familia yake kwamba yeye ni kiumbe aliyeweza kutengenezwa tu, lakini huyu mzee akasema kwamba haitakiwi na haitakiwi kugundulikana hata kidogo kwa sababu itazua taharuki katika jamii. Kazidi kubishana hapa ndani, na kadri wanavyozidi kubishana aisee vyoo vikaanza kuonekana kuonesha kreki, kwa maana ya kwamba Kayo akiwa na jaziba basi mambo yanakuwa ni tafulani kabisa. Na baada ya kreki kuongezeka, mwisho wa siku vyoo vyote vikawa vimepasuka na kuanza kuanguka, lakini kwa uwezo wa Kayo huo bado ukaenda kusababisha vyoo vile viweze kuganda na visiweze kumzuru mtu yeyote. Kuna mwanamke mmoja anayefahamika kama Harinda, huyu ndo alitumwa kwenda kumtafuta bidada Jessie. Sasa katika harakati za kuendelea kumtafuta hivi akawa amefika katika maeneo fulani hivi ambayo bidada Jessie alikuwepo. Kwanza kabisa akampiga bidada na mionzi kwa sababu anajua hatari ya huyu bidada ni hatari na nusu. Huyu bidada ametengenezwa kwa ajili ya kazi, lakini alipoweza kufika katika maeneo haya akagundua kwamba bidada alikuwa akichora michoro fulani hivi, na miongoni mwa michoro hiyo ilikuwa ni picha ya Kayo. Huwezi kuamini, bidada Jessie amezaliwa jana tu, lakini siku ya leo ana uwezo wa kutumia kompyuta vibaya mno. Bidada Harinda haamini kabisa yale anayoyasikia, na akaambiwa kwamba huyu bidada ametengenezwa maalum kabisa kuja kudili na Kayo. Mwamba Thomas huku akaanza kumfundisha Kayo namna ya kutumia uwezo wake, na siku ya leo akawa anamfundisha namna gani anaweza kuingilia fahamu za watu na kugundua yale ambayo wanayawaza. Na sio kwamba Mwamba Tom ana uwezo, bali yeye anajua mafunzo yote kutokana kwa yule Mwamba Adam. Kwa anamfundisha Kayo vitu ambavyo anahisi kabisa Kayo hivi vitu akivifanya basi atakuwa anaweza kusikia kweli mawazo ya mwingine. Zoezi lilofuatia ni Kayo kuweza kutembea juu ya moto pasipo hata kuungua, yani uwezo wa kucontrol moto. Lakini kabla zoezi hilo halijaanza, Amanda akawa amepiga simu. Mwamba Tom akazidi kumfokea Kayo kwa kumwambia kwamba aache kabisa simu za madem, lakini Kayo akasema kwamba kwa sababu ya Amanda yuko tayari kukatisha mazoezi haya kama ameondoka. Basi bana Tom akabakia peke yake. Na kumbe bana bidada Amanda alikuwa akimpigia Mwamba Kayo simu ili kumpa taarifa na kumwambia kuwa leo ni sherehe ya miaka miwili ya kusherehekea uchumba wake kati yake na Mwamba Chali, na hii kitu ilimuumiza sana Kayo. Lakini huwezi kuamini kwamba siku ya leo ni siku ya sherehe ya Mwamba Chali pamoja na bidada Amanda, ila bado Mwamba Chali aliendelea kutepuka na baadhi ya mademo hapa katika eneo la sherehe. Hatari na nusu bana. Lakini Mwamba Dakrin akazidi kumwambia au jamaa Chali kwamba kwa nini usiwe na bidada Amanda kwa wakati huu kuliko unavyozidi kumchanganya na mademo wengine. Lakini kumbe huku Mwamba Kayo alikuwa amembatana na bidada Amanda na alikuwa anataka kumfungukia ukweli kwamba Chali anamsaliti sana. Lakini wakati huo Mwamba Chali ndo akawa anafika baada ya kutimuliwa kule na Dakrin kuambiwa kuwa aende kwa mpenzi wake. Lakini hapa kuna jambo la kushangaza kidogo. Mwamba Chali alipoweza kufika tu, Mwamba Kayo mapigo yake ya moyo yakaanza kuongezeka. Akazidi kuhangaika ni kwa nini mapigo yake ya moyo yanaongezeka, lakini kumbe bidada Jessie naye alikuwa katika mitaa hii naye mapigo yake ya moyo yanaongezeka. Lakini Mwamba Chali alikuwa amemfuata Kayo akataka kumsukumiza hivi kwa sababu aliguchoa kwamba Kayo huenda na ujirani sana na bidada Amanda, huyu aenda anataka kumfungukia mambo fani ya kishenzi. Lakini hata kabla ugomvi wao hujaweza kufika mbali, wakasikia sauti ya mtu akipiga kelele kwamba nyumba inaungua. Mwamba Kayo alipoweza kutazama akawa anaingia ndani ya kile chumba akikumbuka yale mafunzo aliyokuwa anapewa na Mwamba. Yaani huwezi kuamini, Kayo aliingia ndani ya nyumba inayowaka moto akamsaidia mtu, lakini nguo zake yeye hata harufu ya moshi hazikushika wala ngozi yake haikuungua, kitu ambacho kilimshangaza sana Dakrin. Lakini pia Nicole naye alikuwa katika hilo eneo la tukio, alishangaa sana kuona Kayo ameingia ndani ya nyumba ambayo inawaka moto alafu yeye ametoka akiwa mzima kabisa. Mwanamama Nicole akawa anamuuliza Kayo, "Hivi umepona kabisa kwenye ile ajali ya moto?" Lakini Kayo akasema, "Mama, inatosha kuona kwamba nimeweza kumsaidia mtu, hilo tu ndo linalotosha." Bwana, siku ya leo mwanamama Nicole wakati anatembea mitaani, mwanadada Harinda yule ambaye anamfuatilia Jessie sana akawa amejigongesha makusudi tu kwa huyu mwanamama. Harinda akasema kwamba ile ni nguo ya gharama sana, angeomba huyu mwanamama aweze kulipa kama ikibidi. Lakini mwanamama akasema kwamba haina shida, basi utanipatia
nipatie mawasiliano yako afu tutawasiliana wapi tunaweza kukutana ili niweze kufulia nguo yako. Baada ya kuweza kuwasiliana, mwanamama Harinda akaweza kumfuata huku mwanamama Nicole na kumwambia kwamba samani bana, nilikuwa nakusumbua tu. Ukweli ni kwamba mimi sina ajira na maisha yangu ni magumu sana na binti yangu ambaye kwa kweli nashindwa kabisa kumlea. Kwa hiyo mwanamama Harinda akawa anamuomba mwanamama Nicole kwamba amtafutie kazi huyo bidada Jessie ili aweze kumlea. Kumbe bana ana mpango wa kumsogeza Jessie jirani kabisa na Kayo. Lakini kama kawaida ya mwamba Kayo XY, kila nyakati za alfajiri inapofika mishale ya saa 8 hivi saa 9, basi huwa anatoka na kuelekea moja kwa moja kwa mwamba Tom kwenda kufanya mazoezi ya uwezo wake. Kayo anafanya mazoezi magumu sana, tena mazoezi ya ajabu kweli kweli ambayo binadamu wa kawaida huwezi kuyafanya. Na hii yote Tom anaifanya ili kuweza kuhakikisha kwamba Kayo anabakia salama. Lakini siku ya leo alikuwa na habari ya huzuni akimwambia Kayo kuwa nimepata taarifa ya kwamba yule msichana ambaye tulikwenda kumlipua katika lile andaki yuko hai. Lakini si kwamba Kayo hajui kwamba yule msichana yupo, anajua, ila alikuwa anazuga tu. Na huyu mwamba Tom akamwambia Kayo kwamba unatakiwa kufanya mazoezi sana kwa sababu huyu msichana ndo atakaye kuja kutumika kama silaha ya kukuteketeza. Na ratiba ya mazoezi ikawa imeongezwa mpaka siku ya Jumapili. Sasa hivi watakuwa wakifanya mazoezi kwa sababu Kayo alikuwa anapumzika Jumamosi na Jumapili, ila sasa hivi atakuwa anafanya kazi wiki nzima. Hasa unadhani nini ambacho kitakwenda kujili? Ni kusii mpenzi na mdau wangu wa nguvu kwamba hapo katika ukurasa wa kusubscribe unaweza kugusa alama ya kusubscribe. Kuna channel moja imeandikwa PVP Media, unaweza kaigusa hiyo pia. Na kwa kufanya hivyo utakuwa umenisupport sana na huenda tutahitimisha tamthilia hii mpaka finali siku ya leo. Hakikisha tu kwamba unagusa alama ya kulike kila mara unapoona episode moja imeweza kutoka.